zote walizopitia, na wanatambua kabisa kwamba kumbe hakuzaliwa wadawa, ilihitajika kuundwa na walezi waliweza kuongoza, wakatufikisha katika unovisi, kipindi maalum cha kutafakari vizuri wito, kutafakari vizuri shirika na karama ya shirika, na mpaka leo tunaamua sasa kujiweka wakfu kwa Mungu, kwa Kristo katika nadhiri za kwanza katika shirika hili na kufuata karama ya shirika. Kwa hiyo maana namshukuru Mungu katika hili. Na wakati huu wale ambao wanaadhimisha Biblia miaka 25 wanaangalia nyuma, wanaangalia yote walioyapitia, wanaangalia pengine yalikatisha tamaa, wakaona giza, lakini baadaye wakaona mwanga, wakatambua kwamba ni Mungu anawaongoza, yeye anawategemeza, na ndio maana wakafikia leo hii wanasema asante Mungu kwa miaka 25. Na katika hilo tena wakatambua kumbe malezi hayaishii tu kufunga nadhiri, iwe za kwanza au za daima. Malezi ni endelevu mpaka pale ambapo Mungu atatuchukua. Wanatambua hilo, ndio maana leo hii tunapoungana pamoja nao kumshukuru Mungu kwa miaka 25 ya utawa, tunawaombea na kuwapongeza kwa safari ndefu hiyo, na hata hawa wanaofunga nadhiri za kwanza tunawaombea na kuwapongeza kwa majitoleo yenu na kwa safari mlioifanya. Mungu aendelee kuwaneemesha, kuwategemeza katika safari yenu ya wito kumwelekea Mungu katika utakatifu. Wito ni zawadi kutoka kwa Mungu, hatujiiti sisi wenyewe. Na wito huu unapaliliwa, unamwagiliwa, unatuliwa mbolea ili ustawi vizuri, na yule anayepokea wito huu aitike ipasavyo mbele ya Mwenyezi Mungu na kuishi inavyopasa wito wake. Wito huu unaanza katika familia. Wito huu unaanza na wazazi wenyewe, kwanza katika maisha yao, pili katika malezi wanayoyatoa kwa watoto wao ili waweze kuchanganua vizuri miito yao. Wito huu unaanza katika familia, na wito huu unaanza katika safari ya maisha ambayo tunayaendea, tukijua kwamba maisha ni safari hiyo ya kujifunza mambo mengi, na mambo haya ndipo tunapokutana na sauti ya Mungu. Tunayaona haya yote katika somo la kwanza, tukitambua kwamba Mungu anapomwita mtu anamjua, anamtambua, na anapomjua na kumtambua ana elimu hiyo ya mtu huyu hata kabla hajaumbwa. Tumesikia katika somo la kwanza, kabla hujaumbwa na alikujua, ambapo kwa wale ambao wanasoma masomo ya falsafa wataelewa sifa mojawapo ya Mungu. Kwa Kiingereza sema all knowing or omniscient knowledge, yaani anafahamu kila kitu. Lakini vile tunasema kwamba ni uwepo wake kwa mwanadamu kwenye familia hii na katika safari ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu omnipresent, yupo popote pale katika yote, na bado anaongoza maisha hayo kuelekea kwake. Na ndio maana Mungu, wakati Yeremia anajiwa na neno la Mungu, kabla hujaumbwa nalikujua. Ndio la kwanza kabisa, ndio kwenye familia hii, kabla hujaumbwa unapata taarifa kwamba mimi nilikujua. Na ukiwa tumboni mwa mama yako tayari nilianza na wewe safari ya wito wako. Tunaambiwa, anasema nalikutakasa. Kutakasa maana yake ni kuwekwa wakfu. Kuwekwa wakfu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum ambayo yeye mwenyewe ameiweka kwa huyu anayemwita. Ukiwa tumboni mwa mama yako nalikutakasa, ili kuweka wakfu wewe uwe wangu,
nina nia na wewe, nina lengo na wewe, na kwa sababu nina kazi na wewe, na nikutakasa na nikakuweka kuwa nabii. Ndivyo alivyoambiwa huyu kijana Yeremia, akiwa kijana kabisa. Alitambuaje sauti hii ya Mungu? Kutokana na malezi yake katika familia yake. Na ndio maana kila mara katika malezi, hata nia ya mama kanisa kwetu sisi waumini wote, tuweze kuwa na muda kwenye familia zetu. Tunajua kama tunaitengeneza familia yetu, wapate chakula, watoto wasome, wapate matibabu, lakini kuwa na muda na wa familia yetu. Kwa sababu ya kusali pamoja katika familia yetu, kusoma neno la Mungu pamoja katika familia yetu, na kutafakari pamoja kwenye familia hii. Na ndio maana watoto hawa wanajifunza sauti ya Mungu. Na sivyo watajifunza sauti nyingi sana katika ulimwengu huu ambazo zitawachanganya, hawataelewa cha kufanya. Na kwa sababu hiyo tunaona familia ya Yeremia walijitahidi sana kuwa karibu na mtoto wao. Na ndio maana anasema neno la Mungu lilimjia. Alitambua ni neno la Mungu hilo lilimjia huyu kijana huyu katika familia yake na ujana wake. Na hili ni muhimu katika dunia yetu, na hasa kwa namna pekee katika ulimwengu huu ambao tunasema ni wa maendeleo ya sayansi na teknolojia, ambayo sasa unaweka kila kitu kwa yale matumizi. Unaweza ukatafsiriwa na mtu ukaelezwa kadiri ya matumizi. Huyu ni mfanyakazi, kwa hiyo kazi yake ni kulima, ni kufanya kazi bila kujali kwamba anabidi ale, anabidi kupumzika, anabidi kasari, vile aweze kuwa na nafasi ya kuweza kusali na kutafakari peke yake, yeye mwenyewe jitambue yeye bila kujali ninachotambua kazi. Na ulimwengu wa leo ni yale tunayoona ndio ya maana, lakini maisha ya kiroho mbali. Hili ni tatizo la ulimwengu wa leo, na matokeo yake dharau kwa maisha ya kiroho. Na haya yote yanafanya watu wajisahau na kumsahau Mungu na kupeleka mbele kiburi, majivuno, dharau kwa watu wengine na kuwakatisha tamaa watu wengine. Na ndio maana utakuta ni katika ulimwengu huu mito inatoka huko, na kazi kwa walezi kulea watoto hawa wanaoingia katika utawa au katika upadre, katika safari hii ya kumwelekea Mungu, kwa ajili ya kujifunza utulivu, kujifunza kukaa na Mungu kwa ndani, kuongea na vile kujifunza dhamiri inavyotusaidia na kuongea na sisi. Mungu ambaye anakaa humu na kutuonya na kutusaidia. Ni kazi sana, kwa sababu roho zetu, mioyo yetu wakati mwingine inachanganyikiwa kwa kelele zilizopo katika ulimwengu, na zinaathiri hata maisha ya kitabu. Na mtawa asipokaa vizuri, akazubaazubaa, anachukuliwa kirahisi, anaingia katika nyanja hizo na anakuwa ni wa ajabu, ambaye anaanza sasa kutufanya wengine tuweze kushangaa, kwa sababu anakuaibisha sisi sote kutokana na lile analolifanya. Ndio maana ni muhimu wazazi kuwa na nafasi katika familia, kulea watoto wetu, watambue wito wao, wapambanue mito yao. Mzazi wa leo ataangalia pengine mtoto wa kike aolewe, mtoto wa kiume aoe, na pengine tunaweza kaweka tania kwamba apate mchumba mwema. Si kwamba apambanue vizuri mito yao, kwamba yuko upande gani. Mungu anatujua tulivyo. Mungu anajua tuketipo na tutendeavyo na nia zetu na yote. Na ndio maana tunaonywa zaidi na zaidi kumweka mbele yetu sisi sote, kuwa na
kwanza katika maisha yetu na katika safari yetu. Kwa ndio maana tunamwona huyu Yeremia katika somo la kwanza na ujana wake, kwa kazi nzito aliyokuwa anaiendea, ni nzito kweli kweli. Alianza kutoa vigezo na mina vyote na vile vile visingizio, mimi ni mdogo na siwezi kaongea na siwezi kufanya nini. Wito ni zawadi, na zawadi ya Mungu lazima itunzwe. Inatunzwa na sisi sote. Kwa watawa, zawadi hii inatunzwa na maisha ya jumuiya. Mwenzetu anapoanza kushangaa nje, tumrudishe kwa kumwonya, kwa kumkemea, kwa kumfundisha kwa upendo, ili atambue na kujitambua kwamba anaanza kwenda nje ya leo, ambayo ni njia ya kumwelekea Mungu katika maisha yake. Na ndio maana tunasema kwamba mtawa anafunga nadhiri, anasema ni public profession of vows. Ana pronounce vows zake, nadhiri zake kwenye umati, na anapofunga nadhiri zake, ni kazi ya jumuiya kulinda nadhiri hizi za mtawa, asije akapotea katika kelele za dunia hii, katika sauti mbalimbali hizi ambazo zinapoteza wengi. Katika somo hilo tunaambiwa vile vile na kuangalia kwa namna pekee kwamba Mungu anapotuita hatuachi. Mungu anatuwezesha kwa kazi ile aliyotuitia. Ameniita kwa mtawa, ananiwezesha niweze kwa mtawa mwema, na kazi kwangu kushirikiana na neema ya Mungu katika kutimiza yale yote ambayo yananipasa kama mtawa, kuyatimiza yote. Tu anatuwezesha. Tunajuaje anatuwezesha? Katika Yeremia huyo aliyekuwa anaanza kuweka visingizio, tunaambiwa kiashiria mojawapo cha kuwezeshwa na Mungu, nimeweka maneno yangu kinywani kwako. Kama una kigugumizi, hicho ni cha kwako kama binadamu. Kama unatetemeka ni mwoga, huo ni ubinadamu wako, lakini mimi nimeweka maneno yangu. Utakachokisema ni maneno yangu, sio maneno yako ya kigugumizi, si uoga wako. Nakupa ujasiri, usiogope, nakupa ujasiri, tamke vizuri. Kwa hiyo uhubiri neno la Mungu. Wewe uliyeitwa, mimi mtawa na uhubiri, pengine sitaenda mbele, Mungu anatupenda maana neno, lakini katika kutoa ushuhuda wangu kwa Mungu, ninahubiri habari njema kwa watu wote. Katika kuonyesha mfano mzuri kwa watu wote hawa ambapo naishi nao, ninahubiri habari njema. Na kwa sababu hiyo nimeitwa kuwa shuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na yeye mwenyewe amenipa uwezo huu, kwa sababu hiyo si uwezo wangu mimi mwenyewe. Naongozwa na Mungu popote pale ninapoenda. Mungu ananiwezesha kwa kunipa maneno yake, kwa kunipa nguvu zake, kwa kunipa ujasiri, nisiogope, nisikimbie watu, hata wajisomee namna gani, lakini najua ni wapi. Nikitambua nimeitwa na Mungu na mimi ni mtoto wa Mungu, kila mara natafuta utukufu wake. Kila mara natafuta sifa zake, naziimba hizo sifa, na kwa sababu hiyo niko karibu kila mara na yeye. Nikianza kuonyesha kiburi, nikianza kuto kuonyesha utii, na ndio maana watawa tunapoweka nadhiri zetu, sasa tunaishi maisha hayo, tunaishi mashauri ya kiinjili. Mashauri ya kiinjili, tukimwangalia Yesu fukara, tukimwangalia Yesu mseja au msafi wa moyo, tukimwangalia Yesu mtii. Na sisi tunafuata nyayo hizi,
kumwelekea hivi. Na tunapofuata nyayo hizi, yuko na sisi, ametushika mikono. Nikishaanza kutambua kwamba Mungu ameniacha juu kama naanza kuchukua njia nyingine ambayo sio. Ndio maana lazima nikae chini nitafakari. Ndio maana kila mara ninapoitika leo kwamba nafunga nadhiri zangu, lakini lazima kila siku niseme nipo. Kila siku lazima niseme, na kila pale palipo magumu niseme, Bwana ananiita katika eneo hili, hujaniacha na nitavuka salama. Niwe mtu mwenye matumaini kama tunavyoadhimisha Jubilei takatifu mwaka huu 2025, mwaka mtakatifu, Jubilei kuu. Nasema sisi ni mahujaji wa matumaini, na tumaini halitahayarishi. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5, tumaini halitahayarishi, haliwezi kanidanganya wala haliwezi kanikatisha tamaa. Nitabakia mtawa wakati wote, nitasimama pale na kuonyesha vile kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Sasa utaenda kwa watu ambao utatumwa, sio mwenyewe unaweza. Maana sasa kama hujitumi mwenyewe, unatumwa. Na ndio maana tunaangalia katika maisha yetu ya kitawa, si ninavyopenda mimi, ila shirika linawaza nini na lina mipango ipi na lina mpango gani na mimi. Kwa sasa si mtawa akatoka huko anajua kabisa kwamba shirika letu liko moja mbili tatu na karama yetu ni nini. Huwezi kaenda kwa mama mkuu na anza kusema kwamba mimi nataka nikasomee ubaya, kaendeshe ndege. Mimi nataka nisomee kuendesha treni. Kaendesha treni ile wapi? Utaendesha ndege wapi? Hata uwanja wenyewe uko kule. Shirika litakiwanja chochote cha ndege. Hata shirika litakwambia sasa ndio saa hizi wewe utaenda kusomea udaktari, wewe utasomea ualimu, wewe utasomea katekesi, wewe utasomea hivi. Inaangalia hivi na sasa niangalia hivi mimi ili nikafanye kazi hiyo vizuri, nikahudumia watu hawa. Na ndio anasema kwamba utaenda kwa wale ambao nitakutuma kuongea nao kadiri ya mahitaji ya shirika hili na kutimiza ile karama ya shirika ambayo ipo, sio kutimiza ya kwangu. Na ndio maana sasa kama unapokuwa kwenye jumuiya, ujisikie nyumbani. Unapokuwa katika wito, ujisikie nyumbani, uwe na furaha na amani kutoka moyoni. Sio kwamba na uko tu kila mara umenuna, kila mara uko tu ueleweki unataka kufanya nini. Kwa hiyo sasa vipi umeitwa au unaangalia watu ukiona kule nje wanacheka cheka sana, mimi ningekuwa kama wale. Nani amekwambia kwamba wale wana furaha? Siangalie rangi ya bustani ya mwenzako, ukaona ya kwako ina rangi, ya kwako ina rangi ya kijani, ya kwako ina rangi inaelekea kwenye njano, kwa sababu hakuna uhai. Usiangalie kwa mtu. Maisha ya nini? Maisha ya nini? Na wapo ambao wameacha utawa, wakifikiri sasa nikienda huko nitakuwa na magari, nitakuwa naenda sio hivi. Matokeo yake yanaonekana kwamba sio, matokeo yanaenda kuokota makopo. Sio, amechanganyikiwa. Ndio leo hii wanasema anayekota makopo na yeye anaokota kwa sababu anaenda kuuza, sio lazima biashara, lakini kuokota makopo halisia ni yule aliyechanganyikiwa, yeye afanye nini tena? Kwa sababu ni kubeba mafikra ambayo hayana maana, yanayopoteza lengo lilokuwa nao toka mwanzo. Na ndio maana unapoingia katika mkanganyiko wote ule, fikiria siku ile ya kwanza ulipo shirikani. Fikiria katika safari yako uliyoshangilia na familia wanakuaga. Alafu uone kwamba mimi naelekea wapi? Nisimame bali ulipo. Mimi afadhali tu ningeolewa, afadhali ningekuwa. Umeongea na waliooa na walioolewa, wamekupa nini? Wamekueleza chochote? Sikafikiria ubinadamu, kafikiri kwamba ndio nimefika. Ndio maana nasema kama simama pale ulipo.
Ndio maana anasema kila siku fanya ambacho Waingereza wanasema discernment of your vocation. Kila siku pambanua wito wako. Pale unapoona magumu, nenda mbele ya Ekaristi Takatifu. Mshirikishe Yesu. Shirikisha baba yako wa kiroho akuongoze vizuri. Kaa tafakari, sio kuropoka na kuamua hovyo hovyo na kuondoka zako unalopenda. Tumeona wengi wamepotea na wengi wanatia huruma kwa sababu ya kufuata maamuzi ambayo si ya kwao. Sasa ni muhimu sana. Na ndio maana anasema kwamba mashauri ya kiinjili yanasema kwamba kila mara tutaangazwa na Roho, tutaangazwa na Mungu, na tutaangazwa na Kristo mwenyewe ambaye anatuonyesha njia hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe watii. Lazima tuwe fukara. Kama fukara sio kwamba nianze kutembea miguu peku na pita hapa nasema hapa naishi fukara. Bana, afya ni muhimu. Lazima nijali afya. Lakini sitasema kitu hiki ni changu binafsi. Hiki ni cha kwetu. Kwa sababu hata mimi ni sehemu ya shirika. Kwa sisi sote ni ndugu. Na ndugu huu hauanzi nje kwa sababu tu tumekusanyika pamoja. Kama tungekuwa kukusanyika pamoja, wengi wanakusanyika pamoja. Lakini hiyo sio jumuiya. Lakini kujumuika pamoja, tunajumuika kwa Mungu, roho zetu zinakutana kule na tunaongea pamoja. Kwa hiyo utii, ufukara, safi wa moyo, tunakaa kwa Yesu, tunaongea naye, anatuongoza. Kwa hiyo tusiogope. Na tunakumbushwa katika somo la pili. Sisi tunaishi katika dunia hii. Wanaona yule mtaa, yule padre. Na wakati mwingine wanaanza hata kapita karibu na nyumba ya mapadre na nyumba ya asili za malezi kama situation fulani ilikuwa pale. Ni mwanaume lote hili linasema lijaoa lipo katika nyumba hii. Wewe mzazi, wewe umepotea sana wewe. Sasa hivi kisha kula mahali wewe unasema mtoto wako aende utawa. Wengine wanasema hivi. Na yanatokea haya. Tunaambiwa katika somo hili wale ambao hawajajaliwa kujua wito na thamani yake na thamani tunayofuata, wale ambao hawajui hilo ndio wanarotoka. Tunaambiwa kwamba kwa wale ambao ni Wayunani, wao wanajidai sana, wale ambao sio, kwa sababu wamepotea upuuzi. Tumesikia vizuri somo la pili ndio tuelekeza kwa mtu anapokuzana katika wito wako, usianze kuogopa useme ndio, lakini ni kweli. Mimi nakwambia saa hizi uko unafanya biashara hii, ungekuwa Kariakoo, saa hizi ungekuwa na maduka haya na nini. Sasa wewe acha tu, nitakupa na mtaji. Lakini kweli umepotea. Ukishapotea tena utakapoacha yule anayesema atakupa na mtaji, umuone tena tasiri zake zipatikane. Unabaki kuhangaika. Wapo wengine anasema haya mimi naacha. Okay, wewe nunua nguo ile na ile na ile unanipa mimi nakutunzia. Kuna mmoja alifanya hivi. Nunua nguo na mpa hiyo. Nunua. Alipomaliza sasa naaga. Amebeba na kabili kake kamgogona, anarudi nyumbani. Anasema sasa mimi naondoka, sitaki utawa wenu. Anafika pale anakuta jamaa yule. Sasa karibu sana kwenye nyumba yako, uko wengi tu. Wewe ni wa 10 sio ngapi? Hata nguo zile ndio wakawewe wenzako walikuwa hawana. Naanza kulia tu, nimeshaaga tu. Na kwa sababu hiyo lazima kuwa macho katika dunia ya leo ambayo inalaghai. Ahadi nyingi za kutamanisha. Na ndio kama unajua kupata iPhone, utapata na iPhone, sasa wewe nenda kwenye iPhone. Unaacha kitu chako cha thamani ambacho Mungu amekuwekea, unakimbilia huko. Unataka unapotea. Na ndio maana ili uweze kujua vizuri kwamba mimi ninachokielekea kina thamani kubwa, tusikilize vizuri injili ya leo inavyosema. Unataka kuwa mfuasi wa Yesu? Unataka kuwa mtawa? Unataka kuwa nani? Jikane mwenyewe. Na kujikana mwenyewe acha mitamaa ya nguvu.
Ukitamani kuwa na iPhone, utatamani kuwa na vocha. Nani anakupa vocha? Asipokupa vocha utakuwa mwizi. Usipokuwa mwizi utafanya mambo ya ajabu ili upate vocha hizi. Sasa unapojikana mwenyewe ni sawasawa na mtu anayemenya ndizi. Ili upate ndizi nzuri lazima uwe magamba. Jihakikishe kwamba kwa yule kwa mfano ambaye ni mkulima wa zabibu, asipopogolea hatapata mizabibu mizuri. Na maisha ya yetu vile vile hivi. Kujikana wenyewe ni kujiprune, kujiweka sawa, uzae matunda katika yale tunayojikana wenyewe. Na ukijikana mwenyewe ujue kwamba ni kubeba msalaba kila siku. Na msalaba wangu sifikiri kwamba naenda kubeba ile msalaba ni mtu, lakini wale naoishi nao Mungu amenipa. Kuna mwingine kila mara ananikosoa, kuna mwingine nitasema mimi sitaki nimuone, kuna mwingine yote haya wale naoishi nao Mungu amenipa. Jirani zangu, tukijua kwamba kila mmoja ni wa pekee mbele ya Mungu, na upekee huu mbele ya Mungu kila mtu ana tabia yake na vipaji vyake. Kuna wengine mpaka aje afanye kitu taratibu. Kwa nini unafanya hivi? Jaribu uwe mvumilivu kwa wenzako. Kama wewe unaweza kupata kufika mbali katika safari yako ya wito, basi jue kwamba kuna walio kuvumilia vile vile. Sio kwamba umetungua haya yote kutoka hewani, hapana. Wewe ulivumiliwa. Sasa kama ulivumiliwa, wape nafasi na hao. Na katika kuvumiliana huku ndipo tunaweza tukawa kitu kimoja. Na ili tuweze kufanya hivi lazima tubebe msalaba. Kama tukikataa kubeba msalaba ni ngumu sana. Tutakuwa ni watu wa kuhukumu. Tutakuwa na watu wa kusengenya. Pata picha mtu anasengenya kwenye jumuiya. Akisengenya kwenye jumuiya, huyu mwingine anasikia aliyesengenya huyu ngumi kwenye jumuiya. Matokeo yake jumuiya hiyo inabakia kuwa ni jumuiya ya ndondi. Na kama ni ndondi, na mimi nitashangaa watawa wamevaa magrosi ya kupigana sasa, kuonyeshana ubabe. Habari sio hivi. Kuvumilia, kusamehea, kufanya upatanisho, lakini unyenyekevu na kuona kwamba Mungu ndiyo yote. Na amenipa yote haya niyafanye. Kwa hiyo kujitwika msalaba. Tusikimbie msalaba. Tunaelekea Kalvari na Yesu wetu. Hatuwezi tukaikwepa Ijumaa katika maisha yetu wakati tunatarajia kupata utukufu hata siku moja. Lazima tujue kwamba lazima tupitie Kalvari ili tuweze kwenda mbinguni. Muhimu. Ndio uweze sasa kufuata Yesu taratibu. Wakati fulani pagumu na yeye anapaangalia sasa, Yesu naomba nisaidie kuinua msalaba. Mnaendelea naye. Mwisho mnafika kule. Ndio maana naona kwamba katika safari yetu ya wito tukumbatie msalaba. Alama ya ushindi, alama ya ushindi huu ni bendera hii ambayo inatupa nguvu ya kushinda yote. Na maisha ya utawa ni mazuri tu pale tunapokuwa na jumuiya yangu, sio peke yangu. Ambapo anazingatia mambo ya jumuiya. Ninazingatia mambo ya jumuiya na ninafuatilia na ninafanya yote mambo ya jumuiya. Siwezi nikachafua nyumbani kwangu nikafikiri mimi msafi, ni unafiki wa bure tu. Huko nje wanakuita baba au sasa mama, dada, karibu. Huko ndani sasa limekuja hili. Nini nimesafiri afadhali tu leo tumempata nafu. Sio. Kama napofika pale hapo ikaangu yale najisikia nyumbani niko pale. Na niliwamisi dada zako, niliwamisi kaka zako. Sasa tunakutana hapa, jamani nimetoka huko safari ilikuwa moja mbili tatu. Pole sana, karibu wewe, jisikie hivi kwa hivi tu. Na maisha yanaenda. Ndio ndugu hao. Na niona familia yangu ya nyumbani kwangu nilipotoka katika jumuiya yangu. Kama hayapo haya kuna kitu si sawa. Na kama kuna kitu si sawa, kiko wapi hicho kitu si sawa? Katika upande huu kirekebishwe. Na ndio maana kuna vikao vya kurekebishana, vikao vya kupanga pamoja, vikao
vikao vya kusaidiana ili tufanye vizuri. Tumwelekee Mungu zaidi. Kwa sababu lengo letu tufike mbinguni. Sio tukusanyike sema ni jumuiya au ni utawa hapo tunanumiana kila wakati na kutukanana kila wakati au kupigana kila wakati. Hapo tutakuwa tunamdanganya Mungu wetu katika safari yetu ya leo. Bali tuishi vizuri. Na tumuombe Mungu atusaidie. Na ndio maana tunaona pekee tunapongeza sana wale wanaofanya jubilei. Wamepitia hayo yote mengi. Na kama nimesema pengine waliona giza. Lakini wakaona baadaye mwanga kwa kumtegemea Mungu, kumkumbatia Mungu, kumbatia msalaba. Unaoanza leo mko hawa 6, tutafurahi sana siku tunafunga na giza daima 6, na tutafurahi sana mtakapofanya jubilei ya miaka 25 6 au mmoja amechukuliwa na Mungu sawa. Lakini sisikie kwamba ameshabadilisha, sio sister tena, ila ni mke wa mtu. Au ni mfanyabiashara wa Kariakoo. Hapo sasa tutasikitika sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba tunawaombea na tuna matumaini na tunafurahi sana tunapowaona mnaojiweka wakfu. Kanisa linafurahi linawaona na kujua kwamba hawa ndio wanaonyesha kanisa lililo uzima lenye uhai. Na wazazi tunawashukuru kwa zawadi ya watoto hawa. Na tunawashukuru kwa zawadi hiyo mnapowatoa kwa kanisa. Tunajua kwamba mwezi unarudi tena anasema sasa mtoto wetu mtoto mdogo wako amefukuzwa ada, achukue wapi hizo ada? Mtasikia nyinyi wanakatamka hapa. Tuwasaidie. Uzazi wetu haujaishia pale. Wanapokuja likizo wanakuja kwetu. Kwa hiyo ukifika kule, wakifika huko, kwambie sasa mwanangu chukua hiki, nasaidia nikale na wenzangu. Mwanangu chukua hiki, peleka kwenye jumuiya yako. Sasa unakuja mikono mitupu, sasa chukue nini? Ni zawadi mliotoa wazazi. Na mnajua maana yake. Na mtasikia vizuri wanavyotamka. Hata siku nyingine wanapofanya kienyeji wakiwa nyumbani kwenu, sasa mbona nilisikia pale kutamka hivi, mnaishi ni vipi? Tunakuaibisha kama familia. Kwa hiyo bado mnaendelea kulea kwa kuombea na kusaidia watoto wenu waishi vizuri wito wao. Kwa ambao nyinyi wenyewe mnashuhudia wanapojiweka wakfu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuombea sisi sote na kila mara kuwapa moyo kwa maisha haya ni mazuri sana na yanafurahisha. Na Mungu yuko pamoja nasi kila wakati. Hatujapotea hata kidogo. Anatutegemeza katika safari yetu. Tumsifu Yesu Kristo.